Ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana, ndiyo Bwana. Laiti tungejua saa ya kujiliwa, tusingekaa nyumbani mwako katika hali tulio nayo. Ninaomba hizo nguvu zako Baba zikawajilie tena watoto wako, ule upako wa kufunguliwa, ule upako wa kuwekwa huru, zile nguvu za ajabu zimguse kila mmoja aliyoko katika ibada hii. Jesus Christ. Tulia tu mbele za uso wa Bwana. Jesus. Tafakari tu Yesu. Jesus. Jesus, naona kuna watu wanaponywa, kuna watu magonjwa yanaondoka katikati ya maisha yao. Ndio, hiyo kensa inayeyuka, hicho kilichokaa kwenye utumbo, kinaondoka katika maisha yako. Jesus Christ. Jesus, tulia tu mbele ya uso wa Bwana. Jesus. Baba yangu uliye mbinguni, Yesu makofi mengi. Ninaomba uketi. Jesus. Injili kama alivyoandika Mtakatifu Luka sura ile ya 19 na aya, tutaanza kusoma ile aya ya 29 mpaka ile aya ya 44. Injili kama alivyoandika Mtakatifu Luka sura ya 19 aya ya 29 mpaka ile aya ya 44, ikiwa ni somo tunalo tafakari siku hii ya leo, siku ile ya mitende. Injili kama alivyoandika Mtakatifu Luka sura ya 19 kuanzia aya ya 29. Niwatangulie kusoma katika jina la Yesu aliye hai. Hata alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mzaituni, alituma wawili kati ya wanafunzi wake akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili,
na mtakapoingia ndani mtamwona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana ana haja naye. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, mwenyewe aliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia materemko ya mlima Mizaituni, kundi zima la wanafunzi wake walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiwe mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana. Amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, wakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Mstari wa 41. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akasema, laiti ungelijua hata wewe katika siku hii ya pasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kuhusuru pande zote. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachiwe jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kujiliwa kwako. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku ya mitende, ni siku kuu ya kukumbuka Mwokozi wetu Yesu Kristo akienda Yerusalemu katika safari yake ya mwisho. Anakwenda katika jiji la Yerusalemu ili kutimiza ile kazi ya unabii, kutimiza lile lengo la kutukomboa wanadamu na kuuponya ulimwengu. Ziko hatari ambazo Yerusalemu hawakuzijua, wala wanafunzi wa Yesu hawakujua. Alipokuwa anazungumza nao kwa habari ya kwamba mwana wa Adamu atakamatwa, atasulubiwa, atateswa, atakufa, atafufuka, hawakuelewa nini maana yake. Hawakujua ni kitu gani kilichoko mbele yao. Hawakujua tatizo linalokuja mbele yao ni kubwa kwa kiasi gani. Na ndio maana ukienda hapa chini nilipokusomea, nimeongeza hicho kipande hapo, utaona Yesu akiambia Yerusalemu, akiuangalia mji wa Yerusalemu na kuulilia na kuambia, laiti ungelifahamu ya kupasayo kuyafanya, ungeyafanya sasa hivi. Sio mara ya kwanza Yesu kuikemea miji. Wasomaji wa Biblia wanajua, aliukemea mji wa Korozani, aliukemea mji wa Tiro, aliukemea mji wa Sidoni, na kueleza maangamizi yatakayokuja mbele yao. Na sasa anakwenda kwenye safari ya mwisho katika mji mtakatifu wa Yerusalemu, safari ambayo njiani kulikuwa na shangwe, lakini mbele kulikuwa na kilio kikuu. Na mbele ya kilio kikuu kulikuwa kuna utukufu mkuu. Bwana Yesu apewe sifa. Anakwenda Yerusalemu, anawatuma wanafunzi wake, anawaambia, nendeni mpaka kijiji kilichoko mbele, mtamkuta mwanapunda ambaye hajawahi kupandwa na mtu yoyote yule.
mkamateni, mleteni kwangu. Na ikitokea mtu yoyote akiwauliza, kwa nini mnafanya hivi? Kwa nini mnamchukua huyu mnyama? Kwa nini mnamchukua punda wangu? Mwambieni jibu moja tu, ya kwamba Bwana ana haja nawe. Bwana ana haja naye. Kitu ambacho ni kigumu sana. Nilijiweka nafasi ya yule mwenye punda. Wewe uko nyumbani, unaona mtu anakuja moja kwa moja, anaingia kwenye zizi lako la ng'ombe, anafungua ng'ombe, anakuambia Bwana ana haja nawe. Mimi nakuhakikishia, kama ni mimi angenieleza ni bwana yupi huyo, yaani tungemjua huyo bwana kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Hata hapa tu, yaani mtu anakuja anakuambia anafungua ng'ombe, hana mazungumzo na wewe, unamuuliza huyu ng'ombe unampeleka wapi? Anakuambia mchungaji ana haja naye. Wangapi mngeruhusu? Hebu nyoosha tena, wangapi mngeruhusu? Yaani kanisa zima ni mmoja tu. Bwana ana haja naye. Ni ajabu sana huyu Yesu kuchagua punda badala ya kuchagua farasi. Ni ajabu sana kwa aina ya kitu ambacho alikichagua. Mkiulizwa semeni Bwana ana haja naye. Unajua kuna wakati mwingine tunakwama kwa sababu tuna maelezo mengi yasiyokuwa na sababu tunapopewa nafasi ya kujieleza. Bwana ana haja naye. Na Biblia inasema yule bwana mwenye punda haonyeshi akiwazuia, wakamchukua mwanapunda wakampeleka kwa Yesu. Swali la kwanza, kwa nini punda? Ni swali la kujiuliza. Kwa sababu kama ni mfalme, walizoea kupanda farasi. Farasi alikuwa ni mnyama wa kifalme, mnyama wa vita, mnyama ambaye watu walizoea kupanda. Kwa nini alimchagua punda? Mliotoka kwenye jamii za wafugaji mnajua. Siku moja nilimwambia watu fulani, nilikuwa mahali fulani Arusha huko, nikamuona punda. Tukiwa kwenye gari nikawapa watu mtihani. Nikawaambia muangalieni huyu punda, mchunguze punda, alafu ukipata majibu ya nini unakiona kenye ishara ya wokovu, nitakupa fedha. Walimchunguza, hawakuweza kujua ni nini. Punda ni mnyama wa kudharaulika. Sio mnyama mwenye heshima ya kifalme. Sio mnyama ambaye anapewa thamani. Punda ni mnyama ambaye asubuhi ni viboko, ni mizigo, ni mateso, ni kusulubiwa, ni mfanyakazi ambaye hana heshima katika familia. Kwa nini Yesu alimchagua mwanapunda? Ambao kwenu mnafuga punda, hebu naomba mnipungie mkono. Mnayofuga punda kwenu. Sio hapa mjini. Yaani nyewe mmezaliwa hapa Kariakoo au mmezaliwa hapa Kibamba, mmetoka kwenu. Pungeni mikono ambao kwenu mnafugaga punda. Asante. Wako watu hapa. Wangapi walishauona msalaba kwa punda? Umeona? Mnaofuga punda nyosheni mikono juu. Huko mikoa yenu. Mikono mingi tu. Shusha. Waliouona msalaba kwa mwanapunda. 1, 2, 3, 4, 5. Watu 5 tu. Hii ni homework nakupa kabla sija kuendelea kukufundisha. Ukitoka hapa nenda kamwangalie punda kuanzia hapa kichwani mpaka mkiani, alafu angalia hapa kwenye mabega, utaukuta msalaba mweusi kabisa uko kwa punda ambaye anadharauliwa kabisa. Na Yesu alijua nitakwenda na hiki ambacho kilichodharauliwa, ili kila atakayedharauliwa duniani mimi nitakuwa Bwana kwake, na mimi nitamjengea heshima katika jina la Yesu aliye hai. Ni kawaida ya Yesu kuvinyanyua vinavyodharauliwa.
vinavyohesabika ya kwamba havifai, kwa sababu huwainua wanyonge kutoka mavumbini na kuwaketisha na wakuu walioko juu. Bwana Yesu apewe sifa. Punda anabeba mizigo, na Yesu alimchagua akiwa anatoa ishara ya kwamba kama nilivyobebwa na huyu mwenye mizigo, nami ninakuja kuibeba mizigo ya dhambi zenu. Kwa hiyo Yesu alichagua punda akijua kabisa, kwanza amezarauliwa, lakini pili ni mbeba mizigo. Na mimi hivi nitazarauliwa, lakini katikati ya zarau nitaibeba mizigo ya ulimwengu. Katikati ya kushushwa nitakwenda kuwainua wengi. Katikati ya kuonekana si kitu, nitakwenda kuwanyanyua wengi waonekane ni kitu. Na ndio maana hata yule bwana wa punda hakuona hasara kama mwanapunda anachukuliwa. Ingekuwa ni farasi asingekubali, sababu farasi alikuwa anauzika. Angalia wana wa Israeli walipopata vita kubwa kipindi cha mfalme Ahabu, walipokuwa na shida kubwa kabisa, walikula vyote katika mji wao, walikula vyakula vikaisha, wakala kila mnyama vikaisha. Kilio kilianza kwa sababu mnyama aliyebaki nyumbani alikuwa ni punda, maana punda haliwi. Wakafika mahali Biblia inasema wakala nyama ya punda, kichwa cha punda kikauzwa, kikapimwa kwenye mizani, kikauzwa kama chakula. Walipofika kwenye hatua ya kula nyama ya punda, kilio kikaanza kwenye mji. Wakaanza kunungunika, wakaanza kumuita Mungu, wakaiona mauti iko mbele yao. Kama wamefika hatua ya kula punda, nini kilichobaki? Walipomaliza punda, maandiko yanasema wakaanza kula watoto wao. Kwa nini walimweka punda wa mwisho? Hakuna anayekubali. Ni sana Masai, sio sasa hivi, hawa mjini feki hawa. Ni sana Masai umwambie ale kuku, yuko tayari ashinde njaa, lakini sio kula kuku. Yuko tayari ashinde njaa. Hawa siku hizi wanakula mpaka utumbo wa kuku na miguu ya kuku kule Manzese, lakini yule mwenyewe hayakubali kula kuku. Kwa hiyo punda aliyezarauliwa alipewa heshima. Na niko hapa asubuhi ya leo, Mungu akakupe heshima katika jina la Yesu aliye hai. Nasema Mungu akakupe heshima katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali ambako umeshushwa, mahali ambako umezarauliwa, wewe endelea kushuka tu. Endelea kubaki hapo chini tu. Kwa sababu wanaokudharau ndio wanaokusaidia kukunyanyua. Haleluya kanisa. Usijaribu kujinyanyua mwenyewe. Punda alitulia, akasema nipigeni, lakini kuna siku mtaniimbia. Kuna siku mtatandika nguo zenu, pamoja na kwamba mimi ni punda, nitapita juu ya nguo zenu. Kuna siku mtaniekea majani, kuna siku mtajua ya kwamba mimi ni nani. Hacha Mungu akakupe heshima zaidi ya punda katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama wamekukataa wote, Mungu amekuchagua. Mungu amekuchagua. Na waambiaga hapa, wale wote wanaokataliwa wamechaguliwa na Mungu aliye hai. Wamechaguliwa na Mungu aliye hai. Nini niliwaambia maisha yangu binafsi? Yaani mimi ndo mtoto pekee ambaye nilishawahi kukataliwa nyumbani. Yaani mimi nilishawahi kukataliwa na wazazi wote. Nikaamua kuishi nje mwenyewe. Nikiwa kijana mdogo kabisa, nikaamua kuishi. Nikaambiwa nyumbani, tumelifuta na jina lako, wewe hutakuwepo hapa. Na walikuwa wana haki. Fikiria mzazi anataka niwe mfanyabiashara, ametafuta mtu Japani, kapeleka hela zake Japani. Natakiwa niende Japani ili nikafundishwe biashara, nikafundishwe masoko Japani, niwe nanunua vitu Japani na kuvileta hapa Tanzania. Alafu mimi ninawaambia hapana, mimi sio mfanyabiashara, siko hapa kwa ajili ya kufanya biashara. Niko hapa kwa sababu najua kuna makanisa 10 yako mbele yangu yananisubiri, na moja hapo ni kanisa la Kibamba linanisubiri. Mimi sitaki kufanya biashara.
Nikaambiwa kwa sababu hiyo tumekuondoa nyumbani. Ulishaona mzazi anashika sahani alafu anaiangusha chini inavunjika. Alafu anakuambia na sahani yako hapa nyumbani imefanyeje? Imevunjika. Manake huna nafasi ya chakula hapa nyumbani, huna nafasi ya kitu chochote hapa nyumbani. Niliwaambia katikati ya wiki hapa, kuna wakati niliishi na superjet hizi tambi hizi. Nimenunua pakti moja ya superjet, ndoo moja ya maji, hiyo unaogea, hiyo unachota maji ya kunywa. Superjet niliishi nao wiki, Jumapili hadi Jumapili. Unajaribu kuzihesabu vile vinjiti vya superjet ili uvigawanye kwa siku 7 kwa mlo mmoja, ujue nitakula vingapi kwa siku. Kwa wiki nzima, wiki ya kwanza, wiki ya pili, wiki ya tatu. Maisha ya mateso. Na nikipita mtaani, wale wanaonifahamu, habari zimeenea, nikaanza kuitwa mwana mpotevu. Habari zimeenea, nikaanza kuitwa mwana mpotevu. Ashukuriwe Mungu wa ajabu. Mimi hapo ndo mahali ambako kanisa liliniokota. Hapo ndo nilipookotwa na kanisa. Namkumbuka sana yule mchungaji. Alikuja kanisani, akaniangalia mara moja tu. Akaniuliza, anaitwa mchungaji Mdumi, yuko mpaka leo yule mzee mstaafu. Akaniangalia mara moja tu, akaniambia, wewe nataka mwakani ukasome na kupeleka na uona utumishi ulioko ndani yako, lakini umekataliwa. Na sijui nani aliyemwambia. Mwinjilisti wangu alikuwa hajui ninakopitia. Na hapo akaambia, sasa uko unapokaa hama hii nyumba ya kanisa, kuanzia leo kaa hapa ndani ya hii nyumba ya kanisa. Nilikaa pale kwenye nyumba ya kanisa, nikapelekwa masomoni. Nikiwa kwenye masomo, siku hiyo napigiwa simu, naambiwa baba yako amekuja hapa kwenye hii nyumba, anaomba vitu vyako. Niliondoka nikiwa sina kitu nyumbani. Kwa neema ya Mungu nina kakitanda kamoja. Ninaheshimu sana vitu vya mnada. Acha sikwambie mtu, sio naongea kama utani, vingine vilinitokea. Nikanunuliwaga kitenge kimoja kwenye mnada, kitenge kimoja cha waksi, na kikumbuka kilikuwa kina rangi ya Yanga. Hapo tu ndo niliishi nao chumba kimoja, na kikumbuka hicho kitenge. Nikakikata vipande vitatu. Kipande kimoja kilikuwa ni pazia la dirishani, nilikifunga kwenye pazia la dirishani. Kipande cha pili kilikuwa ni taulo. Unaoga unajifuta na kipande cha kanga, unaishije maisha hayo? Nikapigiwa simu, nikaambiwa baba yako amekuja hapa, wako na gari, wamekuja kuchukua vitu vyako. Na nashangaa walienda na fuso la mchanga, yaani kwenda kuhamisha kitanda kimoja cha msela mmoja. Hapo nipo chuoni, nikawaambia mwinjilisti wasichukue, waviache, maana nina hasira. Nawaambia wasichukue, waviache hapo hapo. Mwinjilisti narudi ananiambia walikuja walichukua. Waliniondoa wenyewe, walinirudisha wenyewe nyumbani, katika jina la Yesu aliye hai. Leo hii ninasimama hapa, Bwana ameniinua, Bwana amenibariki, Bwana ameniweka juu. Hakuna cha biashara, hakuna cha nini. Ninajua nilikuwa ni punda ninayezaraulika. Leo Bwana ameniketisha pamoja na wakoo, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio anasema na wewe, hata kama umekataliwa, waacha, kuna siku watakotafuta wenyewe. Walinihamisha bila kuwaomba kunihamisha. Wakati nimerudi, nimefuata vitu vyangu, nimwambia sasa, jamani, nyie mlichukua vitu vyangu, nimekuja kuvichukua vitu vyangu. Nikukalishwa vikao vya matengenezo, vya kuombwa. Hapana, usiondoke, chumba chako ni hiki. Fikiria walishavunja sahani, wanairudisheje? Wacha, watairudisha wenyewe, katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nazungumza na wewe, huyu punda halikuwa ni mnyama asiyefaa, anayezaraulika. Wewe jishushe tu. Jishushe tu. Kaa chini tu. Waache waseme wanachosema, ila yuko Mungu ana neno kwa ajili ya maisha yako. Waache wakudharau wanaokudharau, ila yuko Mungu ana neno kwa ajili ya maisha yako. Leo hii mimi ndio mtoto ninayependwa
kuliko watoto wengine wote. Leo mimi ndo mtoto ambaye ninashirikishwa mpaka vya ndani, yani mpaka vile vya urithi, mpaka vya kugaa, yani nashirikishwa, ninajua mpaka kunguni ataondoka nao nani, chawa ataondoka nao nani. Kwa sababu gani? Ukishuka Mungu ana tabia kukuinua. Ukiinuka Mungu ana tabia kukushusha. Mwambie jirani yako, jishushe katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la pili, wimbo unaimbwa, Hosiana mfalme mbarikiwa. Wamebeba mitende, miti ya majani ya mitende. Na ni kwa nini tunazungumza leo ni Jumapili ya mitende? Nataka nikupe tabia chache za mti wa mtende na Mungu akakupande kama mtende katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Tabia ya kwanza, mti wa mtende, nataka nikupe mambo machache. Mti wa mtende una ishara, ni mti wa alama ya ushindi unaoletwa na Mungu, si kwa juhudi za kwako. Kwa sababu ni mti unaoota kwenye jangwa. Huwezi kuunyeshea mtende. Mtende ni mti unaoota jangwani. Mizizi yake huenda chini sana kwenda kutafuta maji, na una mizizi membamba sana ambao unakwenda kutafuta maji, na ukishayapata maji unayahifadhi. Mahali kokote pakikutwa na mtende, ukichimba lazima uyakute maji. Na Biblia inauchukua mtende kama mti wa ishara wa uweza wa Mungu, wala si kwa juhudi za binadamu. Ndio maana leo ni siku ya mitende. Jambo la pili, majani ya mtende huwa hayanyauki upesi. Hayanyauki upesi. Haya sasa, sijui ni mitende, sijui ni makuti, sijui. Lakini ukilieka kama hili, unaweza ukalikuta Jumapili ijayo liko hivyo hivyo. Na ilikuwa ni ishara ya Yesu kuutangazia ulimwengu ya kwamba sitanyauka, msiogope, hata kama nitawekwa kaburini, mimi sitanyauka. Kama majani ya mtende jinsi ambavyo hayanyauki upesi, na mimi sitanyauka kamwe. Jambo la tatu, mtende ni mti ambao ukiukata haukawii kuchipua. Yaani ukiukata leo na jua kali, ndani ya siku mbili utaukuta mtende umeanza kuchipua upya. Na Yesu aliuchagua mtende akijua kabisa, watanikata, wataniua, wataniweka kaburini, lakini nitachipuka tena kwa upya, nitachomoka tena kwa upya. Hawataweza kunizuia. Kifo changu, maumivu yangu, mateso yangu, kaburi langu havitaweza kunizuia. Nitachipuka tena kwa upya. Kama alivyowaambia, libomoeni hekalu hili ambalo mmelijenga kwa miaka zaidi ya 30, na mimi nitalijenga ndani ya siku 3. Manake nitakwenda kaburini, lakini ndani ya siku ya 3 nitakwenda kufufuka. Na mimi nakuombea usinyauke, ubaki kama mtende katika jina la Yesu aliye hai. Na mimi nakuombea, hata kama wamelikata jina lako, hata kama wamelifuta jina lako, litachipuka tena kwa upya katika jina la Yesu aliye hai. Kuna watu mko hapa, nyota za biashara zimeondolewa, vibali vyenu vimenyang'anywa, hata kama wamechukua wamekizika kwenye kaburi la mizimu ya familia. Ninakuhakikishia katika jina la Yesu aliye hai, leo ukachipuke tena katika jina la Yesu aliye hai. Hata kama wamekata afya yako, ninakuhakikishia utachipuka tena katika jina la Yesu aliye hai. Kama Yesu aliuchagua mtende, hawakujua ni fumbo ya kwamba kama mtende ulivyo, mtakata nitachipuka tena. Nataka niseme na mtu mmoja, liko tumaini kwenye maisha yako. Kama mti unaweza ukakatwa ukachipuka, utachipuka tena katika jina la Yesu aliye hai. Sikiliza, nataka nizungumze na mtu hapa ambaye mtoto amefeli. Sikiliza, liko tumaini tena, anaweza kuchipuka tena
katika jina la Yesu aliye hai. Nataka nizungumze na mtu hapa ambaye ndoa yako inapita kwenye shida, unatamani ndoa za wengine. Ninakusemesha katika jina la Yesu, liko tumaini. Kama mti unakatwa unachipuka, litaenda kuchipuka tena katika jina la Yesu aliye hai. Usikate tamaa, usirudi nyuma. Komaa hapo hapo, pambania hapo hapo, pigania hapo hapo, maana kuna tumaini la kwenda kuchipuka. Wacha ukachipuke tena katika jina la Yesu aliye hai. Nami nakuombea ukachipuke katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Leo ninataka nikaombe maombi machache sana, wala sitaki purupushani. Tutakutana katikati ya wiki, Mungu akakugeuze kuwa sifa na utukufu, ukachipuke tena kwa upya. Nazungumza na wakina mama, wanawake ambao mna vilio vya watoto wenu, nitawaambia baadaye, lakini acha Mungu akachipue tena katika jina la Yesu aliye hai. Najua kuna mtu huko hapa, hata leo ujue unaenda kula nini. Wacha utaenda kukutana na Mungu katika jina la Yesu aliye hai. Ninajua una mawazo, unajiuliza maswali mengi, kama vile mtende unavyochipuka, Mungu akakufanya kuchipuka kwenye maisha yako katika jina la Yesu aliye hai. Bwana Yesu apewe sifa. Ninaomba usimame tena kwa upya, tuanze kuomba hapa. Naomba usimame. Uninyunyize wakati wa ukame, uache ninyauke. Nataka uimbe, ukiweza kufunika macho yako yatakupa nafasi ya kutafakari zaidi. Mwambie Yesu, ninajua hutaniacha ninyauke. Hutaniacha hili pito lininyaushe. Na Mungu ataenda kukichipua tena kwa upya. Uninyunyizia maji wakati wa ukame. Paza sauti yako. Uache ninyauke, na kupenda. Uninyunyizia maji, uninyunyizia maji wakati wa ukame. Uachi ninyauke, mnyunyizi wangu, Yesu nakupenda, mnyunyizi wangu, funika macho yako. Nataka niwaruhusu wachache ambao unasema, mchungaji, mbona kama nanyauka? Mbona kama uchumi unanyauka? Mbona kama ni mimi Bwana, ninahitaji ninyunyiziwe tena maji kwa upya? Sogea hapa mbele. Wale wachache ambao unajisikia unasema sasa mimi natamani nisogee mbele. Kinyume cha hapo nitaomba hapo. Ambao unasema mimi napita mahali pagumu ambako
hapaelezeki, hapatamaniki. Naona kama nanyauka, naona kama nimefika mwisho. Kama mti kando ya mto, hivyo ndivyo nilivyo. Mnyunyizi wangu, ona kupenda. kama mti kando ya mto, hivyo hivyo ndivyo ilivyo. mnyunyizi Mnyunyizi wangu, ona kupenda. Baba, nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu, Baba, nakupenda. Yesu, nakupenda, 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 nakupenda. Mnyunyizi wangu, mnyunyizi wangu, Jesus, funika tu macho yako. Nazisikia nguvu za Mungu za ajabu ziko mahali hapa. Jesus. Jesus. Yesu, muinua wanyonge. Ndio. Jesus. Nasikia upako. Ramasaka. Raboko siki. Rika sandara masiki. Rapoko siki ramasaka. Ramandi ramasoko rabaka siki. Bwana unajua. Bwana unajua. Bwana unajua. Unajua anakopita. Unajua watumishi yako hawa wanakopitia. Unayajua mateso yao. Unajua Bwana, unajua, unaona Yesu mapito wanayopitia. Unaona Yesu msiba ulioko mbele yao. Unaona Yesu ziki iliyoko mbele yao. Unaona Yesu barabara ilivyo nzito, barabara ilivyo ya kuchosha, barabara ilivyo ya mateso, barabara ilivyo ya kilio, barabara ilivyo ya maumivu. Yesu mwana wa Mungu uliye hai, uwarehemu watoto wako, uwarehemu watoto wako, uwarehemu watoto wako. Hilo pito limefika mwisho. Hilo pito limefika mwisho. Wewe uliyesaidia wengi, Yesu, msaada wako kutoka kwenye madhabahu hii. Ile nguvu ya kuachiliwa, ile nguvu ya kuachiliwa iende na watoto wako mahali hapa. Ramasiki, kandaramosiki, rabosiki. Wewe roho ya kifo, wewe roho ya mauti, wewe kifo na kaburi, wewe kifo, sikia neno la Bwana. Sikia neno la Bwana. Nguvu iliyoko katika msalaba ije juu yako kifo. Ije juu yako. Hatajiua huyu, hatajiua. Baba, ninaondoa kwa damu ya Yesu msiba ulioko kwenye familia, mauti iliyoko kwenye familia, msiba ulioko kwenye uchumi, mauti iliyoko kwenye uchumi, nguvu za giza zilizopeleka hayo mateso. Leo ni mwisho kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Ramasiki. Nyanyua mikono yako tu hapa juu mpaka kule nyuma. Baba, ninaomba upako
Ninaomba upako wa kuchipuka tena. Ninaomba upako wa kuchipuka tena. Ninaomba upako wa kuchipuka tena. Hiyo ngozi iliyovalishwa kwenye mikono, haya iondoke haraka, iondoke haraka, iondoke haraka, iondoke haraka, iondoke haraka. Hiyo ngozi ya nyoka kwenye mikono, hiyo ngozi iliyovalishwa, hiyo ngozi aliyovalishwa, wewe uliyemvalisha, hicho kilichovalishwa kwenye mikono, hayo maisha magumu yaondoke, yachomoke kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yaongolewe. Ninang'oa. Ninaibariki hii mikono. Moto ulioko kwenye madhabahu ushuke sasa. Uende sasa katika mikono. Uende sasa ukawainue watoto wa Mungu. Ninatangaza watarudi tena wakiwa na baraka. Watarudi tena wakiwa na afya. Watarudi tena wakiwa na uzima. Watarudi tena wakiwa na furaha. Watarudi tena wakiwa na mashangilio. Kwa jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Jesus. Kandaramosiki. Rabasaka. Kindiriamasiki. Baba, ninawainua hawa paka kule nyuma. Kutana na watoto wako. Kutana na haja za mioyo yao. Kutana na maombi yao. Kutana na dua zao. Wanatamka mbele yako. Nguvu zako ziende pamoja nao. Nami Bwana nainua mikono ya kichungaji kuwabariki watoto wako hawa. Neema yako iende pamoja nao. Nguvu zako ziende pamoja nao. Usiwapungukie bali ukawatetee. Wanaopita kwenye kesi mbalimbali, Baba ukasimame pamoja nao katika kesi hizo. Wanaopita kwenye maisha ya uchungu kwenye ndoa zao, Baba ukasimame pamoja nao. Wanaopita kwenye maisha magumu kwa sababu ya watoto wao, kwa sababu ya uchumi wao, Baba ukakutane pamoja nao katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Lihimidiwe jina lako Mungu mkuu, maana utawatendea matendo makubwa na ulimwengu utajua ya kwamba uko Mungu unayetenda, katika jina la Yesu mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Ninachojua Bwana ataenda kukutendea. Ninachojua Bwana ametenda kwenye maisha yako. Nenda na uwepo wa Bwana na Mungu akakuonekanie, na utarudi ukimshangilia Mungu kwa furaha na shangwe na utukufu katika jina la Yesu aliye hai. Amen. Ninaomba ukakae.